hivi leo. Mimi ongezani maliza wachawi. Walinirogaga wewe. Mimi nimerogwa. Nimechakwa chana sije ujao kuona, lakini kukutana na Yesu kwa jina la Yesu. Tunalitaja jina la Yesu. Wengine wanataja magari, wanataja vyeo, lakini sisi tuliohubiriwa injili ya kweli tunalitaja jina la nani wapendwa? Wala tukuiti Bikira Maria, tunasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema kila goti litapigwa. Yesu. Hata kama biashara yengi sasa iambie wewe biashara kwa jina la Yesu. Kama wametumwa kuiloga biashara wateja wasije, nina mamlaka juu ya wachawi na mapepo kwa jina la Yesu. Ondokeni hapa. Ondokeni hapa kwa jina la Yesu. Tunalitaja jina la Yesu. Na leo tunaendelea na ujumbe ambao tulikuwa nao katika ibada iliyopita ya nyuma kuhusu ukuu wa Yesu Kristo. Somo lilikuwa linahusu ukuu wa Yesu Kristo. Na lengo la somo hili kuweza kuwahimiza wale walikuwa wamelengwa, waandikiwa Waebrania, kwa maana Wayahudi walikuwa wameokoka kwenye nyakati zile baada ya Yesu kuondoka duniani, kuwahimiza na kuwaonya waendelee kusimama katika kumwamini Yesu Kristo, siumbe, siumbishwe, sitetereshwe na wapinzani wa imani ya Kristo. Lakini pia inatusaidia na sisi wa nyakati za leo, kwa sababu neno la Mungu halipitwi na muda, ni hai siku zote. Sisi pia tunaendelea kuonywa na kuhimizwa tusiumbe katika imani, japopatwa na misukosuko mbalimbali ya upinzani wa imani au ya vyovyote vile, bado tunatakiwa kumjua yeye tuliyemwamini, Yesu Kristo, na kusimama pamoja naye. Kwa hiyo Mtume Paulo katika moja ya nyaraka zake za kichungaji, hasa akizungumza na Timotheo, aliandika akisema, nimepatikana na haya yote kwa sababu ya Injili. Mtume aliyepitia mateso makubwa sana kwa sababu ya Injili, pigwa kwa magerezani, kushtakiwa, lakini anasema nimepatikana na haya yote wala sitahayari. Sijitilii shaka, sioni aibu, sifikiri vingine msi, kwa sababu ninamjua yeye niliyemwamini. Kwa hiyo lengo la ujumbe huu pia na kwako kufanya uendelee kumjua Yesu zaidi katika vipengele ambavyo tunakupitisha, ili uendelee kutembea naye kwa ujasiri na kwa amani. Sasa tunaishi katika dunia ambayo sio kila mtu anamjua Yesu, anamwamini. Sio kila mmoja anataka kumsikia. Kuna wengine wanamwacha njiani hapa. Lakini mimi na wewe tukimjua kwa namna ambavyo tunafundishwa na kwa Mungu, liwe liwalo, bado Yesu atakuwa ni mwema. Ndio. Ni kama yule mtu tuliyozungumza habari zake kidogo, aitwaye Ayubu. Yeye mtajika mjini, ili kwa kipindi kifupi amefilisika kabisa. Ngamia, ndoo, mbuzi na kila kitu kilichukuliwa kwa mfano. Watoto wake 10 wote walikufa kwa siku moja, wakiwa na jangwa la pandani. Lakini bado Ayubu alisimama akimwabudu Mungu wake. Hivyo wewe na wewe, tilia maanani mahubiri haya, ili unapopita katika maisha haya ya duniani ambayo kuna shetani na kuna watu waovu sio cha Mungu, wataweza kusababisha msukosuko au maumivu fulani kwako, lakini bado wewe utaendelea kuishikilia imani yako na kumjua Yesu Kristo. Katika mahubiri yale kwa siku ya kwanza nilikupa vipengele vitatu, ili bado vinaendelea. Vipengele vyote vya ukuu wa Yesu tunavipata katika kitabu hichi cha Waebrania. Kipengele cha kwanza, mashallah, pointi namba 1, tulisema ya kwamba
kwamba Yesu ni mkuu kuliko manabii. Tumesikia hapo zamani, kabla Yesu hajatokea, Mungu alizungumza na baba zetu Ibrahimu na wengine kupitia manabii. Anasema mwisho wa nyakati hizi amesema nasi katika mwana aliyemweka kwa mrithi, kwa mstari wa pili, mrithi wa yote, tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Tayari unaona sasa Mungu anamleta Yesu kwa mkuu kuliko manabii aliyowatumia nyakati zile. Kwa hiyo tuliona Yesu ni mkuu kuliko manabii. Manabii walikuwa ni wanadamu wa kawaida ambao waliitwa na Mungu na kupewa neema na kupewa ujumbe wa Mungu kupeleka kwa watu wa Mungu. Manabii walikuwa na madhaifu yao na mapungufu yao, na wangekufa na wangezikwa, wangefufuka, lakini Yesu alikuja kama mwana wa Mungu. Alikuwa na ukuu ama ubora kuliko manabii. Yesu alikuwa na mapungufu ya kibinadamu, ya dhambi na vitu vingine kama hivyo, na mwisho wa siku yeye alipokufa alifufuka tofauti na manabii. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliona kwamba Yesu ni mkuu kuliko malaika. Unaona hapo anasema Mungu amemfanya kuwa bora kuliko malaika, amefanya bora kupita malaika, mstari wa 4. Kwa hiyo tuliona kwamba Yesu ni mkuu kuliko malaika. Malaika ni viumbe wa mbinguni, viumbe wa kiroho ambao nao hawana dhambi, hawana mapungufu, na pia hawana jinsia ya kiume. Ni viumbe watakatifu wa mbinguni na wanaishi na Mungu wakimwabudu Mungu, na Mungu pia anawatumia malaika kuwatumikia wanadamu ambao wanamcha Mungu hapa duniani. Sasa Mungu mwandishi wa Ibrania anasema Yesu ni mkuu kuliko malaika. Kama ni mkuu kuliko malaika, ujue kwamba nyakati ambazo waandikiwa wanapelekewa ujumbe walikuwa wameyumbishwa na hivi vitu, walikuwa wameanza kuyumbishwa na manabii, walikuwa wameanza kuyumbishwa na aina nyingine ya mahubiri na mafundisho kuhusu kuabudu malaika. Sasa kaona hiki akieni sawa, ikabidi aje na ujumbe huu kutaka kumuinua Yesu juu ya manabii, kumuinua Yesu juu ya malaika. Malaika ni viumbe, lakini Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Malaika ni viumbe, lakini Yesu ni mrithi wa Mungu. Malaika wanaabudu, lakini Yesu anaabudiwa na malaika. Kwa hiyo Yesu ni mkuu kuliko nani? Malaika. Amen. Ndivyo tulivyoona. Na pointi namba 3 tuliona ni kwamba Yesu ni mkuu kuliko Musa. Najua habari za Musa. Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimuita kutokea Misri, amekuwa mkimbizi. Mungu amekutana naye Horini, akamtuma kwa maono yale aende akawaokoa na Israeli kutoka kwa utumwa wa Misri. Hayo mengine yote Musa alitumiwa na Mungu kwa ishara na miujiza mikubwa katika nchi ya Misri. Mapigo 10 yaliyopigwa katika nchi ya Misri, Mungu akitenda kazi na Musa. Mwisho wa Musa amewaokoa na Israeli, anaongoza jangwani, bahari ya Shamu, ananyosha fimbo yake, inatoa njia, wanapita, zungumza na mambo, unatoa maji. Mungu anamwambia fanya hivi, ndege wanakuja wengi, Israeli wanakula nyama jangwani. Yaani Musa alikuwa ni mtu mkuu. Maandiko yanasema Mungu alizungumza na Musa uso kwa uso. Musa tunaambiwa kwamba alikuwa ni mtu mpole kuliko watu wote duniani, lakini mwisho wa siku Musa alikuwa na madhaifu yake. Kuna siku akakosea, na Mungu aliposema, na Mungu ambia mwisho utaingia Kanaani. Lakini unaona Musa, tulisoma katika Ibrania sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6 kwamba yeye Musa alikuwa mtumishi mwaminifu mbele za Mungu na au katika nyumba ya Mungu. Lakini sasa Yesu anakuja akiwa mkuu kuliko Musa. Pamoja na yale yote aliyofanya, Yesu anakuja anatambulisha kwamba ni mkuu kuliko Musa, kwa sababu sasa pia yeye ni mwana, na yeye sio mtumishi katika nyumba ya Mungu, lakini yeye mwenyewe ni mjenzi wa hiyo nyumba ya Mungu. Tuliona hiyo katika Ibrania sura 3 mstari wa 1 na 6, na tuliona kwamba yeye Yesu ana utukufu kuliko Musa. Musa ilikuwa anafanya kazi kwenye nyumba iliyojengwa, ujenzi wa nyumba hiyo, na kwa hiyo tunaona kwamba ujenzi wa nyumba kama imependeza sana, yeye anastahili sifa kuliko ile nyumba. Unaona nyumba nzuri mahali, utampongeza aliyejenga, sivyo? Musa alikuwa mtumishi katika nyumba ya Mungu, lakini Yesu yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni mkuu zaidi. Unajua, ilibidi injili ihubiriwe kwa sababu na Wayahudi ambao hata Yesu mwenyewe alipokuja hawakuelewa kabisa wala hawakumkubali, na hata dakika ya mwisho walisema asulubiwe au wawe, wasema wao wanamjua
mbele, tunaona ya kwamba Yesu ni mkuu kuliko Yoshua. Mkuu kuliko nani? Yoshua. Katika Waebrania 4:8 hapo mbele kidogo, tutatumia muda wangu mzuri kuachia kwa wakati mfano. Waebrania 4 na mstari wa 8 na 10. Maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingalinena siku nyingine baadaye, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yoyote asije akaanguka kwa mfano huo wa uasi. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wote ukatao kuwili, la tena wachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na kusudi ya moyo, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, ili vitu vyote vitupu mbele na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Basi iwapo tunayekuwa ni mkuu, kwa hiyo inaendelea, lakini unaona kwenye mstari huu wa 8 anasema, maana Yoshua angaliwapa, maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingelinena siku nyingine. Yoshua ni nani? Yoshua ni mrithi wa Musa. Baada ya Musa kufia jangwani kwenye mlima Hori, Mungu alimuibua Yoshua, ambaye wakati huo pia alikuwa msaidizi wa Musa, akamwambia, Musa mtumishi wangu amekufa, inuka wewe sasa uongoze safari ya kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani niliyowaahidi baba zao Ibrahimu na Isaka kwamba nitawapatia. Yoshua aliwapeleka, alifaulu kuwaingiza katika nchi ile. Pigano vita, aliwarithisha watu hapa na pale, lakini tunaambiwa kwamba bado Yoshua hakuwapa ukamilifu wa raha yote. Kuna maeneo mengine bado walibaki hawajakomboa, hawajamiliki vizuri, kwa hiyo walipata uhuru kwa sehemu fulani. Kwa hiyo anasema kama Yoshua angaliwapa raha, asingelinena siku nyingine. Kwa hiyo kama Yoshua alinena siku nyingine kinabii kuhusu wana wa Israeli kwamba kuna raha, kuna uhuru mkubwa zaidi watakuja kuupata baadaye, na hili ni swala la kiroho sasa. Kwa hiyo sasa Yesu anakuwa mkuu kuliko Yoshua, kwa sababu yeye ndiye atakayewapa watu wake raha kamilifu na ya milele katika maisha yao. Kwamba Yesu sasa anapomwokoa mtu anampa raha. Maana anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Yesu anapomwokoa mtu, huyo mtu anakuwa huru, tena anakuwa huru kweli kweli. Yesu anapomwokoa mtu, jina lake huyu mtu linaandikwa mbinguni. Sema amen. Yesu Kristo alipokuwa anaondoka katika Yohana 14:1 aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike wapi? Mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Akaendelea hapo chini akasema, mimi ni njia na kweli na uzima. Yoshua aliwaingiza wana wa Israeli Kanaani, lakini Yesu anakokota, anabeba wote, si tu wa Israeli, mataifa yote watakao muamini, atawaingiza mahali pa raha ya milele ambapo ni mbinguni. Sema amen. Kanaani au Tanzania au mahali pengine panaweza kuwa na matetemeko ya ardhi, panaweza kuwa na mvua na mafuriko, panaweza kuwa na njaa, panaweza kuwa na vita, lakini Yesu akisha kutuokoa anatupeleka mahali ambapo hakuna haya yote. Kwa hiyo Yesu ni mkuu kuliko Yoshua aliyewaingiza wana wa Israeli. Kwa hiyo ndio maana mimi nakuhubiria somo hili, ili mwisho wa siku tujue kwamba Yesu ni mkuu kuliko wote, na kama ni mkuu kuliko wote, hatupitii chaos kwa mwingine, tunapitia kwa Yesu moja kwa moja tukienda kwa Baba. Leo hii watu wengine wanapitia kwa Bikira Maria mama wa Mungu, tuombee. Hatupitii kwa Bikira Maria mama wa Mungu, tunapitia kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa sababu yeye ndiye aliyekufa, ndio njia na kweli na uzima. Ni mkuu kuliko manabii, mkuu kuliko malaika, ni mkuu kuliko Musa, na Yesu ni mkuu kuliko Yoshua. Kama una Yesu, mshikilie Yesu wako, huyo hajapungukiwa na chochote. Tunaye mwombezi kwa Baba, ameketi mkono wa kuume ya
alilipa fidia kwa ajili yetu. Kwa hiyo tangu tumejua injili hiyo, wala hatumuiti malaika Gabrieli, wala hatumuiti mtakatifu Teresia wala Yohana, wala hatumuiti Bikira Maria. Tunasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema kila goti litapigwa. Kila goti litafanya nini? Litapigwa, la vitu vya mbinguni ambao ni malaika, maserafi, makerubi, la manabii na nani wengine wote, na kila ulimi utasema Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Jina hili ni tamu wewe. Huyu Yesu ni mzuri, kama si yeye mimi ningetokea huko ninang'aa hivi leo. Mimi wangesani maliza wachawi, walinirogaga wewe. Nimerogwa. Nimechakwa chale sije ujao kuona, lakini kukutana na Yesu Inampenda Yesu. Haleluya. Tumpende tu Yesu. Hata kama biashara yendi sasa iambie wewe biashara kwa jina la Yesu. Kama wametumwa kuiloga biashara wateja wasije, nina mamlaka juu ya wachawi